Nje ya uwanja hivi sasa kuna jambo ambalo linamhusu afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Na kwa mujibu wa taarifa za muda huu ambazo zipo hivi sasa ni kwamba Ali Kamwe amehamishwa kituo cha polisi, amepelekwa makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Maana kwenye kituo ambacho alikuwa amewekwa mwanzo, tunaarifiwa kwa muda huu kama dakika 20-30 zilizopita amehamishwa, amepelekwa kituo kikubwa cha mkoa sasa, au makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Kwa hiyo ndivyo ambavyo taarifa zilivyo, na mpaka hivi sasa ni ikiwa makao makuu sio kituoni tena. Ni ofisini. Ni ofisi makao makuu ina maana amehamishwa kutoka kituoni kwenye ofisi za tuseme ni kama central hivi, si ndio? Central ndo kituo. Central ndo kituo kikubwa. Yani ambapo maeneo mengine sio ofisi, kinakuwa ni kituo kikuu cha RPC. Sasa makao makuu kana ndipo ilipo ofisi ya RPC. Kwa hiyo hizi ni taarifa kutoka kule mkoani Tabora. Zimekaa hivyo. Na jambo kubwa zaidi ni mahojiano ndio ambayo yanaendelea, na kwa mujibu wa taarifa pia saa 7 usiku ndio muda ambao Ali Kamwe alikamatwa, na tuhuma ambazo anazoshutumiwa, maana hizi ni tuhuma, mahojiano yanaendelea, ni kutoa maneno tuseme lugha chafu dhidi ya viongozi wa serikali. Dhidi ya viongozi wa serikali. Kwa hizo ndo tuhuma ambazo Ali Kamwe anatuhumiwa nazo. Kwa hiyo bado yupo mikononi mwa jeshi la polisi, mahojiano yakiendelea, na Young Africans wao tayari wamekwisha anza safari kama club kurejea Dar es Salaam. Kwa hiyo Ali Kamwe amebaki mkoani Tabora kutokana na tuhuma hizo ambazo zinamfanya ashikiliwe na jeshi la polisi. Elbo, wewe ni mtaalamu kidogo haya mambo. Jambo linachambulika au tuliacha kwenye mamlaka? Lipo kwenye mamlaka, lakini kwa sisi kwa engo yetu tunayo nafasi ya kulichambua kwa sababu tunachambua kile kilichopo mpaka sasa. Maana utasikia bwana karibu ushahidi. Yes, mata ilivyo au likiwa mahakamani sasa. Yes, ni taratibu za kawaida. Kwa ufahamu wangu ni taratibu za kawaida, na mwenendo wa ilivyokuwa kuanzia ile tuseme Alhamisi mpaka Ijumaa, namna ambavyo ilikuwa naweza nikayaita ni majibizano ya kile alichosema mkuu wa mkoa. Kulikuwa na majibu kutoka kwa Ali Kamwe. Ali Kamwe alitumia jukwaa la kimpira kawaida katika utaratibu wa kuzungumza, kutoa hamasa, kuitetea taasisi yake ya Young Africans, kujibu kile ambacho mkuu wa mkoa alikizungumza akiwa na vijana wake wa Tabora United, yeye kama mlezi, lakini pia ni mkuu wa mkoa ambao kiusalama moja kwa moja yeye anakuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora. Sasa hapo kuna mawili. Kuna ile ambao mnajibizana kwenye majukwaa ya mpira wa miguu, lakini kwenye namna unavyozungumza mwenzako anakofia. Amezungumza kwenye jukwaa la mpira wa miguu kama nani? Kama shabiki wa kawaida ama kama mkuu wa mkoa au kama ni nani? Ndio hicho ambacho kinakuja kutofautisha sasa. Kuna kuja hii sensi ya kukamatwa na kufanya mahojiano. Sio kila anayekamatwa yawezekana kwa moja ametenda kosa au ni amehukumiwa kutenda kosa. Ni kunakuwa na shutuma ama tuhuma za kufanya kosa, na baada ya mahojiano yawezekana ukaambiwa okay, kumbe hatukukuelewa, basi tumeelewa ulichomaanisha, ama hapo usifikishwe mahakamani. Baada ya mahojiano ukaambiwa kwa taratibu tu za kawaida, maybe kwa mtu ambaye umemofendi yawezekana mkutane, umuombe radhi ama umueleweshe hakukuelewa, amewasilisha malalamiko kwetu kama jeshi la polisi, ama sisi jeshi la polisi tumeona kwa taratibu zetu umevunja taratibu hii hapa. Kwa hiyo mazungumzo yanaweza yakapelekea kwenye solution kabla ya kufika mahakamani au hatua za juu zaidi, na mara nyingi huwa inatokea hivyo pia. Kwa hiyo kwangu mimi naitazama kama majukwaa waliozungumza yawezekana mmoja alikuwa sahihi, Ali Kamwe kuzungumza kwenye jukwaa lake la kimpira, lakini alikuwa na mjibu nani na kwa nafasi yake namna ya kumjibu na mjibu vipi. Sisi watu wa mpira tuna lugha zetu, tuna maisha yetu, lakini sometimes inapokuja nani anazungumza, lazima utambue unayemzungumzia. Kuna watu ambao wana kinga ya kimamlaka, wana kinga ya nafasi zao ya namna ya kuwazungumza. Sawa, umetumia jukwaa lako vizuri, lakini namna ulivyozungumza umevunja taratibu ama
sheria zinazolinda mamlaka ama nafasi ya mtu fulani, kwa sababu yeye ni mkuu wa mkoa. Image yake unapoiharibu ndani ya mkoa wake, ndani ya eneo lake, licha ya kwamba ulikuwa kwenye jukwaa sahihi, lakini maneno yako yanatafasirika kuwa yamemofendi mkuu wa mkoa, lazima utachukuliwa kwa mahojiano, na kama utaeleweka vizuri kwenye mazungumzo yako, yawezekana jambo likaishia hapo, na kama utaonekana una kesi ya kujibu, yawezekana ukafikishwa kwenye hatua zaidi. Nadhani ni taratibu ya kawaida sana kufanywa, ambayo mimi kwa upande wangu naiona, lakini tu shauri wangu ni kwamba watu wenye kinga ya kimamlaka au ya nafasi zao, namna ya kuzungumza ni lazima ujue kwamba licha kwamba nipo kwenye jukwaa sahihi, nipo kwenye eneo sahihi, natetea taasisi yangu, lakini huyo naweza kuchagua maneno au naweza nikayatupa yote. Ndio maana Ibro, unaweza kaenda mahakamani kwenye kesi ya mtu fulani, ikaisha ile kesi namba 1 ambayo ilimpeleka mahakamani, ikamalizika, akakamatwa tena kwa sababu tu ya baby mahojiano atakayofanya na waandishi wa habari, atakachokizungumza baada ya hukumu, yawezekana tena kikamofend labda mtu fulani au mamlaka, akakamatwa tena kwa kosa jingine hilo la namna ya kutochagua maneno ya kuzungumza dhidi ya nani. Lakini upo kwenye jukwaa sahihi, lakini sio kila kitu au kila neno la kutumia kwenye eneo hilo. Ndo eneo ambalo tunaweza tukachambua. Ukiwa unazungumza hivyo, unajua ili jambo of course lipo kwenye vyombo, lipo kwa upande wa jeshi la polisi. Watu mfano kama hapo kuna mdau kanitumia picha na ile video ya jana ya Alikamwe na mkuu wa mkoa. Sawa bwana Paul Chacha. Na baada ya mechi Alikamwe alisema kwamba mkuu wa mkoa akanipongeza, nimefanya hamasa, uwanja umejaa, nimefanya kitu cha ziada ambacho hakikuwahi kufanyika Tabora. Si ndio? Kwa ile kauli kwamba unaona mkuu wa mkoa kuna engo ali appreciate kile ambacho Kamwe kakifanya kwa mujibu wa Alikamwe. Na ikaonekana lile jambo kama limeisha. Na sasa hizi ukisikia story wanasema kama ambavyo ulikuwa unagusa hapo kwamba ili jambo inawezekana halikuwa tena kwa mkuu wa mkoa. Inawezekana mkuu wa mkoa ni nafasi yake, watu wameona tena Paul Chacha ni nafasi aliyo. Labda hii inakaaje? Kwa sababu watu wanaamini kuna group moja sasa mbona mkuu wa mkoa, mbona Kamwe anasema kama mkuu wa mkoa alikuwa sawa, imekuaje tena amekamata mama mkuu wa mkoa sio kila mtu ambaye ana kinga ya nafasi atakuataki au atakununia. Yawezekana mnacheka, lakini mamlaka yake imeona wewe hujamtendea sawa. Yaani nyewe wawili mnacheka, lakini mmeyamaliza, yawezekana personally, lakini mamlaka haizuiliwi kuona kosa ndani ya mazungumzo yenu. Kwa inawezekana mkuu wa mkoa hajaenda kusema kwamba nimedhalilishwa, lakini kwa nafasi yake kuna vitu hatakiwi kuwatakiwa, kwa vile ni lazima aidha uitwe uonywe ili mara nyingine usirudie, ama uchukuliwe hatua kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi. Ndio maana tunasema ni ile nafasi. Wote wamezungumza kwenye majukwaa sawa. Alikamwe alikuwa kwenye jukwaa lake sawa, mlezi wa Tabora United na mkuu wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama alikuwa kwenye eneo lake sawa, wote waliozungumza. Ila namna ya kuzungumza kwenye hayo mamlaka, sasa kila mtu kuna sehemu utawajibika, na ndio maana mkuu wa mkoa aliwajibishwa na Alikamwe kwamba umeiataki timu yetu. Kama akajibu katika namna ya kwamba hatuwezi kukubali kuiataki timu yetu, tunailinda kwa gharama yoyote timu yetu. Mkuu wa mkoa naye mamlaka yake imeona Alikamwe namna alivyomjibu mkuu wa mkoa si sawa, ni lazima hili tulizungumze, tukutane tuzungumze ulitaka kumaanisha nini. Na mambo haya mara nyingi huwa yanakwenda kwenye kuomba radhi ili kusafisha mamlaka. Yaani mara nyingi haiwi Paul Chacha. Inakuwa ni ile mamlaka, kwa sababu ni nafasi kubwa mkuu wa mkoa, na umezungumza ndani ya mkoa wake, katika ndani ya wananchi wake, na ulikuwa unawaambia kuhusu mkuu wa mkoa na mamlaka yake wananchi wake ambao wanamtii, anatakiwa waelekeze cha kufanya, namna ya kuenenda ndani ya mkoa huo. Kama maybe maneno hayo yanaweza yakaharibu chochote mamlaka ya mkuu wa mkoa, ni lazima hata yeye ukiwa unacheka naye, hii mamlaka nyingine sasa ya chini, kwa maana kuanzia jeshi la polisi, maana vyombo vya usalama vingine, vyombo vya usalama lazima waone sivyo, kwa sababu inawezekana kuna uhatari wanaweza kauona wao kupitia yale maneno. Mkuu wa mkoa ndio bosi wa mkoa.
Yes, yeye ndo boss. Kila kitu. Yes, hata RPC ndio maana yupo ndani ya kamati ya ulinzi na usalama chini ya mwenyekiti wake ambaye ni mkuu wa mkoa. Mamlaka zinaweza zikawa zinapishana namna ya kuripoti. Of course RPC ana IGP mbele yake ataripoti, lakini taarifa ya kwanza ya usalama asubuhi ni lazima iwasilishwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama kwamba mkoa wetu tumeamka hivi, ama jioni mkoa wetu leo umeenenda hivi. Wa kwanza kuipata taarifa ni mkuu wa mkoa, kwa sababu mamlaka za kitaifa pia licha IGP naye kumpa taarifa ya nchi nzima mkuu wa nchi kwa maana ya rais, lakini rais pia mshauri wake ni mkuu wa mkoa ambaye naye ana wajibu wa kumpa taarifa ya mwenendo wa mkoa wake. Kwa hizo mamlaka zinazunguka, na ndio maana inawezekana mkuu wa mkoa unacheka naye, lakini hii mamlaka inayotoa taarifa kuna eneo katika taarifa yake haiwezi kuona sawa kama kuna eneo limevunjwa sheria, licha ya kwamba mkuu wa mkoa, na ndio maana mkuu wa mkoa anaweza kuhudhuria eneo fulani akatoa ruksa ya watu maybe kufanya vitu fulani, lakini ndani ya mipaka. Endapo utavunja huwezi kurudi, tuliruhusiwa na mkuu wa mkoa. Kuna hii mamlaka ambayo baada ya mkuu wa mkoa kutoa ruhusa, wao walianza kusimamia namna ya kuenenda hapo. Kama ulivunja namna ya kuenenda, watakuchukuliwa, na hatuhukumu kwamba tayari alikama ametenda kosa ama nini, ila mamlaka tunaipa haki yake ya kuona kuna changamoto ama kuna jambo halijaenenda sawa, tuzungumze. Na ndio maana hata RPC Abwalo amezungumza kwamba ni mahojiano. Katika mahojiano yawezekana ukaambiwa ulitaka kumaanisha nini hapa, hii kauli ni nini. Yawezekana na kikachelo kuna vitu ambavyo vinatajwa ndo kuna maeneo ambayo unasema kwenye zile kauli kuna vipengele ndivyo ambavyo watu wamevichota. Kwa bwana hapa na hapo ulimaanisha nini. Kwenye mamlaka lazima ujue namna ya kuchagua lugha ya kuzungumza. Kuna mtu mmoja hususan zenye kinga, msisitizo wangu upo kwenye kinga ya nafasi, kwamba sio kila akizungumza kwa mkoa au ukicheka naye anacheka kama po chacha. Kuna eneo ambalo kuna mtu mmoja kwa mkoa aliniambia tu, alisema hivi, unajua mpaka saizi kama mkuu wa mkoa angekuwa labda uvumilivu wake ni mdogo, kamwe hastahili kuwa anaendelea kuzurura Tabora. Kaniambia angeweza kumfukuza au angeweza kumweka ndani. Nikaambia yeye, akasema mkuu wa mkoa anza akuja, hata akasema hebu mweke huyu ndani, hata kiutani unawekwa ndani. Akasema inawezekana labda ni eneo la busara tu, labda kwa sababu mambo ya mpira jambo linaweza lisiwe kubwa. Lakini kuna mmoja akasema unajua hicho kifanya Alikamwe ni kama amemquestion rais kwenye uteuzi wa huyu mkuu wa mkoa. Ndio pale kidogo nikashtuka, nikasema kwa nini? Akaniambia kuna hizi kauli kwamba huyu mtu katumwa na rais yani vitu kama hivyo. Okay, mamlaka zinazunguka ni mambo mengi ukisema uchambue zinazunguka. Ndio maana nimezitaja zote kwamba kila mtu anaporipoti, na yawezekana watu wote wawili RPC RC wakawa na wajibu wa kuripoti kwa rais, japo kupitia kwa yawezekana mpaka hapo kuna waziri wa TAMISEMI pia, mkuu wa mkoa yawezekana akaripoti kwa waziri wa TAMISEMI, waziri wa TAMISEMI akalifikisha kwa rais, au RC akaripoti direct. Kwa ni mamlaka ambazo namna ya kuzigusa unatakiwa uwe makini na kuchagua maneno, ni kwa sababu yawezekana ukazichonganisha ama ikaonekana upembuzi au kufanyika kwenye uteuzi wa rais which is ambayo nayo inakwenda kwenye another level. Na ndio maana tunasema kwenye haya mambo ya kitaalamu kidogo huwa tunaacha unaheshimu tu kwamba yes, hii ni nafasi ya mkuu wa mkoa. Yawezekana makosa ya mkuu wa mkoa ukayafunika wewe kuepusha madhara binafsi, kwa sababu madhara binafsi kwa watu wenye kinga huwa yanarudi kwako kuliko kwenye ile nafasi ambayo anaitumikia. Ansajua kwa uchache. Unajua moja ya shida kubwa ambayo tupo nayo Watanzania wengi ni kuzunguka sana pale mtu ambapo anakuwa anakosea na kumsifia, na baadaye kija kuhukumiwa ndio huwa tunakuja kuleta masuala ya busara. Ni ukoso fishiki Alikamwe amekuwa na mfululizo wa kauli ambazo hazifai na ambazo zinaenda kinyume na miongozo yake. Na hii si kwamba tu hii ya mkuu wa mkoa, tukitaka tujiume wiki kadhaa tu hapa nyuma huyu mtu alikuwa anasemekana amefungiwa, na moja ya vitu walimfanya afungiwe ni lile andiko ambalo lilikuwa ni kinyume na miongozo yake kama mdau au kiongozi wa soka. Baada ya kufungiwa, wale watu ambao walikuwa wanamsifia kwenye ile andiko ndio wale walikuwa wanakuja wanataka huruma ya umma, mara samehewe, mara na familia hao. Juzi pia ametoa hiyo kauli, watu pia wanamsifia
amemjibu kimpira, huko si ni ushabiki nini na nini, mara si mkuu wa mkoa ametoa tuhuma za rushwa. Basi tufanye kweli mkuu wa mkoa ametoa tuhuma za rushwa ambao watu wampokea message. Rushwa ni jinai. Je, Ali kama wewe ni TAKUKURU, yeye ndo anapaswa kuadhibu? Alikuwa anajibu nini pale? Hilo swala la kwanza. Lakini kingine pia alikuwa pia kuna mechi alikuwa anaipromote ya Yanga. Akafika pale kamtaja mtu mwingine, bwana Simu na nazo tutachagua kitu gani? Watu wa Ndazi. Of course alimfanisha kocha Mgunda na Ndazi. Yale yote ukiwa na mfulizo. Of course ile aliomba radhi. Yes. Ukiwa na mfulizo wa matukio inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu kwenye kauli zake hayuko sawa. Kwa lazima tu tunaambiana ukweli. Tunajua tupo kwenye utafutaji, lakini kwenye issue kuheshimu mamlaka ni jambo la msingi sana kwenye utendaji wako. Yes. Imefika hatua kauli za Ali Kamwe inakuwa ile tunasema unaumwa nini? Ali Kamwe akizungumza unaumwa nini? Ina sound unaumwa nini? Ndio. Bahati mbaya kutokana na mwenendo. Ni vitu vya kujifunza ya. Of course kwenye usemaji kumekuwa na changamoto nyingi, mambo yamekuwa mengi, lakini jambo lilipo kwenye mikono ya jeshi la polisi. Mahojiano yao yanaendelea. Kubwa zaidi tutumie busara kama Nsadigu ambaye haitaki, ni kijana, kuna kujifunza vitu vingi sana. Tasnia ya usemaji imekuwa na mambo mengi sana. Nakumbuka kuna nyakati Haji Manara aliwahi kuzungumza kuhusu mashabiki, baadaye klabu ya Simba ikasema huyo ni yeye sio sisi. Kwa hiyo mizuka hizi timu zina watu wengi, unajua vile mambo kama, lakini kikubwa zaidi ni mipaka. Na mashabiki ndio shida kubwa sana. Hata huyo Haji kuna siku alisema akiongea kitu wanakuja Instagram wanaambia Bugatti ni mmoja, wanamsifia, baadaye akifungiwa wanakaa pembeni. Hata ila Ali Kamwe kipindi anaongea pale watu wanajibu atafanya hivyo kweli, saa hizi wako pembeni, hatuone wakiandamana kumtetea. Bana, hii ni Kipenga Extra, East Africa TV na East Africa Radio. Tunaendelea kupiga story hapo tukiwa ngenga za kitatu kwa tunazotazama jambo hilo la Ali Kamwe, na Elbow kwa eneo kubwa ameweza kututengenezea mazingira ya kuelewa mipaka na kinga ambazo pia baadhi ya viongozi wa serikali au viongozi wa kiserikali wanakuwa nazo, namna ambavyo mtu unaweza ukazungumza naye kwenye ile mipaka. Kwa hiyo kubwa zaidi tunaendelea kusubiri hizo updates ambazo zinaendelea, lakini kwa taarifa tayari Young Africans wao wamekwisha tua kwenye ardhi ya Dar es Salaam. Tayari Yanga wameshafika Dar es Salaam wakitokea kule mkoani Tabora ambako walicheza mchezo hapo jana. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kutazama namna ambavyo mchezo wa Young Africans na Tabora kwenye dakika 90 ulikuwa, lakini pia na matokeo ya michezo mingine. Usitoke, baki nasi.